Kwa watu wote wanapotajua uchawi huwa wanashituka, kwa maana hata yule mchawi mwenyewe unapotajwa uchawi hujidai kushituka hivi, ili ababaishe watu waonekane kama yeye hahusiki na mchawi, na yeye ndo atasema kwamba suala la uchawi ni suala kubwa sana, halifai. Lakini ni katika madhambi yenye kutishia amani, na watu ndo wanaona kwamba ni jambo la kawaida. Leo majirani wangapi wachawi? Ndugu wangapi wachawi? Vijana wangapi wachawi? Usione ajabu kijana unamkuta lakini mchawi. Tena kijana akiwa mchawi anakuwa hatari sana, kwa sababu kijana ana akili za nusu ya wazimu. Basi uchawi wake anaweza kusema hebu nijaribu huyu, nimjaribu huyu, ataonaje? Maana zile zama za kutishiana visu au ngumi, sasa hivi mtu anakuambia we fanya unavyofanya, lakini mimi najua vya kufanya. Wewe sasa hivi ni dunde nigonge, tutaonana tu. Napanda meli na kwenda kwetu, au napanda gari na kwenda kwetu. Nikiyasema hayo siimaanishi kwamba Pemba tu ndo kuna uchawi. Nimesema na gari unapanda popote utapajua we mwenyewe, sawa eh? Maana watu ukisema kwa hapa Zanzibar, ukisema napanda meli wanajua uongo, sio bara, utakwenda Pemba. Lakini tunasema kwamba uchawi hauna maeneo maalumu. Uchawi umeenea mpaka mjini, tena mchawi wa mjini ndo hatari, maana anafanya uchawi mjini kitauni. Anafanya uchawi kitauni. Namuona mchawi si mchafu wala hakuzubaa sharobaro mayo, lakini mchawi. Tamuona mtoto kijana safi mchawi, pengine uchawi wake anausudu kuchukua wake za watu tu. Mwanamke anajiona anakwenda mwenyewe, utafikiri uzi wa cassette mwenyewe bwana, anaingia debe tele tayari kashamfanya maasi. Halafu jamaa anasema mwanamke anajuta, asema sijui ilikuwaje, mimi mtu na akili zangu na mume wangu, ilikuwaje akanchukua jamaa huyu, ama nimejivunjia heshima yangu. Jamaa anasema imetoka hiyo, imetoka. Tena wanahesabu mbaya sana katika mambo ya madhambi. Jamani nye watu, sisi tunaambiwa tufanye hisabu ziwe njema. Leo hisabu zetu tunazifanya kwenye maasi. Kijana anamvuta mke wa watu. Vijana wangapi wameshafanya haya? Wanaume wangapi wameshawekea wake zao tego? Unamkuta checkbob tu mayo, lakini mke kamwekea tego kabisa, balaa mtindo mmoja, kuonyesha kwamba uchawi kuna wengine wameweka ndiyo sehemu ya silaha yao. Wajinga ndiyo silaha yao. Hawakupigi kwa chochote, watakupiga kwa uchawi. Na tukizungumza mada hii watu huwa wanaogopa, ndo tutalala leo. Habari za uchawi ndo tutalala leo. Tena ndo tusizungumze kwa kuwa tunaogopa tusilale. Haki ya Mungu isizungumzwe. Dhambi hii ya uchawi, watu wanapopata shida au tunapopata tabu na uchawi, hata kwenye sehemu za madola serikalini haujulikani. Ukenda ukasema kwamba fulani amenitishia uchawi, hawakuelewi. Lakini ukisema fulani kanitishia kisu, watakuelewa. Lakini ukiwaambia fulani amenambia atanroga, hatakuroga. Tuandike vipi hii kesi? Atanroga. Sasa sie tufanye nini? Kakuroga? Akasema atanroga. Na hata ukirogwa ukenda, jamani, miguu inakwenda kama gari kombi, unafika polisi, unafika jamani, nimerogwa mie. Umerogwa? Na wewe umerogwa kweli? Hapana kesi za kurogwa hapa, sawa? Hapa hapana kesi za kurogwa, hatuzielewi. Hakimu wake nani? Hebu tujiulize, kuna mahakama ya wachawi? Ipo. Lakini je, mahakama ya kudaiwa je, haipo? Mtu unamdai hajakupa siku nyingi pesa zako, ukenda, basi ipo. Kuna kesi za madai. Lakini je, kuna kesi za uchawi? Tatizo kesi za uchawi hazipo. Na zitapatikana wapi? Na akipatikana hakimu labda na yeye awe mchawi. Fanya mchezo nini? Akipatikana hakimu wake labda na yeye awe mchawi. Kwani ni masala mazito. Au mahakimu wenyewe wanafanyishiwa wenyewe wanaipata pata.